Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa Biblia Tanzania. Leo ni kwa mara nyingine tena, tutakuwa leo kipande cha mwisho kabisa. Tutakuwa sehemu ya 10 leo. Leo tutakuwa tunamaliza finali yetu. Kwa nini nilijitenga katika makanisa? Kwa nini niliacha kuwa mchungaji kwenye makanisa? Kwa wanaofuatilia masomo yangu kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 10 watakuwa wamejifunza mengi. Kwanza sehemu ya kwanza wanawake kufundisha kwenye makanisa, sehemu ya pili kujitenga na makanisa, sehemu ya tatu sadaka, sehemu ya tatu sadaka, sehemu ya 4 Mungu hakai kwenye kazi zilizojengwa kwa mikono, sehemu ya 5 Mungu anakaa kwenye mwili wa mwanadamu aliyeokoka, baadaye akampa uwezo wa kumtumia Roho Mtakatifu vizuri katika jina la Yesu Kristo. Sehemu ya 6 hii utakatifu, kwamba lazima tuwe watakatifu mwili na roho, tujisafishe ndani na nje. Yaani matendo yetu yaonekane ndani na nje, tusiwe wachafu. Sehemu ya 7 kuhusu sadaka, matoleo. Ni michango, kumchangia mtu sio sadaka. Japokuwa mimi ukinichangia au kumchangia mtu yote tunaita sadaka, lakini unapompa mtu ile sio lazima. Ni sadaka tu umeamua kutoa kwa moyo. Sio lazima, sio fungu la 10, sio nini, sio fungu la kubarikiwa, no. Kwenye Agano Jipya vitu hivyo havipo wala na vilikataliwa. Haya, tukaja kwenye ubatizo sehemu ya 8, ubatizo wa kweli, kubatiza watoto wadogo, kuwabatiza na kuwaokoa waokoke wakiwa bado wadogo, kitu ambacho hakipo, kwamba watoto wadogo hawatendi dhambi. Mtu anapobatizwa anapewa cheti cha kuokoka, yani wewe unaamua uache dhambi, unapewa cheti cha ubatizo, unapewa cheti kwamba wewe umeokoka. Tena na cheti chako kinaandikwa jina fulani la kanisa fulani. Haya, tukiachana hapo, tukaja kwenye 9. Somo la 9 ikawa maaskofu. Sifa za maaskofu. Askofu ana sifa gani? Huyo tunayewajua maaskofu wetu katika jamii, wanaojiita maaskofu, wana sifa hizi za kwenye Biblia. Tumegundua hakuna, tukaona hamna kwa maandiko, kwamba hatuna askofu mwenye sifa hizo. Baada ya kusoma kile kitabu cha Timotheo wa kwanza 3:1, tukasoma Timotheo wa pili 2:5 mpaka mwisho, tukasoma wa Korinto wa kwanza 14 kuanzia ile 30 mpaka 36, tukasoma Tito 1 kuanzia 1 ile mpaka mwisho. Sifa za askofu huyo hatuna hapa duniani anayekizi vigezo vya kwenye Biblia. Hatuna maaskofu hao. Na leo tuna maaskofu wengi sana mpaka walevi. Tuna maaskofu wengi sana ambao hawana wake. Tumeangalia hizo sifa tukagundua kwamba hatuna askofu wa kweli katika maadili ya Biblia katika Yesu Kristo. Leo tutakuwa sehemu ya 10, kwa nini nilijitenga katika makanisa. Na somo linaitwa muungano wa makanisa. Muungano wa kidini, dhehebu zote, madini yote. Na nishawahi kutoa lile somo kwamba na yule huyu mwanamke aliyewekwa kuwa askofu Anglican huko Uingereza, ambaye pia alikuwa anahusishwa na mambo ya kishoga, naye mwenyewe alishawahi kuzungumzia hayo. Baadaye tena tukaja kuongelea, baadaye yule mkuu wa Uingereza akaenda kufanya ibada na Papa Italy. Na baadaye tena tukaja kuona tena juzi kimefanyika, ambako Papa huyu wa Leo, huyu wa Katolika, ameendelea kuendeleza ile mikataba iliyokuwa imewekwa na Papa aliyetoka, ambapo alienda kusaini mikataba kule Uturuki na kule Lebanon wa ushirikiano wa kindugu, na akaenda kusali, wakafanya ibada za pamoja. Hivi hii ndio somo ambalo leo naliweka, kwamba kwa nini nilijitenga na vilifanyika muda gani na wakati gani. Tunaanza katika 2010 na WCC ilianzia huko nyuma kabisa. Muungano wa wachungaji, tena ilifanywa na Wakatoliki wenyewe. Watu wote kuwa kitu kimoja. Wale watu wote ambao sisi tunajiita wa Protestant, watu waliookoka, watu ambao hatuabudu masanamu, hatuabudu vinyago, hatuabudu mamisalaba, kwamba sisi tunamwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo wa kweli. Na akatupatia mamlaka Yesu Kristo kwamba ponyeni kwa jina hili. Tumieni jina langu kuponya. Hatumii mafuta, hatumii maji ya upako, hatumii maji ya baraka. Yesu Kristo pekee yake ambao tunatumania jina lake lenye nguvu, jina linaloogopwa na dini zote, jina linaloogopwa na watu wote. Hawa watu hatakuwa salama, watu waliuliwa. Wazungu karibia milioni 50 miaka iliyopita, miaka 50 nyuma huko. Wale missionary mpaka wawili wakakimbia wakaja huko Afrika. Haya. Baadaye sasa Katolika kaanzisha ule umoja wa kidini, inaitwa
ile kikosi cha wa Katoliki Asayat Jesus kile kilikuwa kinaua watu wote wanaotoka kwenye kanisa Katoliki, wakina John Wesley, wakina Zwingli, wakina Zinzendorf, wakina John Knox, waliuliwa wakakatwa shingo kwa kuyakataa mafundisho ya Katoliki, ambao walikuwa ni mapadri pia walitoka kule. Mpaka tukiangalia zile hoja za Martin Luther wa Lutherani aliyoandika akazungumilia kwenye kanisa Augsburg kule Ujerumani kwamba haya mafundisho yanayofundishwa ni ya uongo, sio ya ukweli. Japokuwa leo mafundisho yote hayo kwenye Lutheran hawayafuati wala hawayasikilizi wala hakuna nao lifuata hata moja. Vyote alivyovikata Martin Luther hakuna kinachofanyika hata kimoja. Wote walirudi kule. Ambako mpaka sasa hivi 2016 ule mkataba ukaimarishwa zaidi, ule muungano wa makanisa ukaja ukafanyika 2019. Baada ya 2019 2021 ilikuwa tarehe 27 siku ya Ijumaa ndio mkataba Tanzania ulianza kuingia na kusaini, makanisa yote kusaini chini ya uongozi wa dini moja, ambao kwa tarehe 31 ndio makanisa yalikuwa yamebaki. Yalikuwa ni makanisa machache hapa Tanzania ambao walikubali kusaini hiyo mikataba kwamba itafungiwa. Na yote hiyo ni kutafuta serikali moja na dini moja, ambao kwenye Biblia imeandika serikali moja na dini moja, ambayo sasa hiyo kiongozi mmoja tu atakayekuwa anaongelea na kusimamia dini zote katika upande wa kidini ni Papa wa Roman Catholic. Ila japokuwa na mwisho wake utafika, na wale ambao watakayokubali kuwa chini yake wote wataangamizwa. Haya, katika serikali ya kidunia yule ambaye atakuwa juu ya mambo yote, atakayekuwa anatoa amri kila kitu kifanyika, ni serikali ya Marekani. Ndio itakayetoa kila kitu. Kila jukumu itatoa serikali ya Marekani, ambao unabii wote tutaangalia kwenye Biblia. Je, ama ni maneno ninayosema ni ya ukweli? Hivi vitu kwa mtu aliyeokoka naweza kusema havina madhara kwetu sisi, kwa sababu vimeandikwa vitatimia na vinatimia. Kwa mtu ambaye hajui, anajua ni maendeleo, vitatimia. Kwa hiyo vinapotimia hivyo vitu, ndio pale ninapodhihirisha kwamba Yesu alisema alichokisema ni kweli. Hakuna alichokisema Yesu ambacho ni cha uongo, ambacho hakijawahi kutimia na ambacho hakitatimia, kwamba vyote ni vya ukweli. Baada ya kuyaona haya, huu muungano wa makanisa na kusaini, ni mimi nikawaambia, kama mimi nahubiri Yesu Kristo na hawa watu waokoke, nataka wa Katoliki waokoke, wa Lutheran waokoke, wa Anglikana waokoke, wa Assemblies waokoke, dini zote ziokoke, Waislamu waokoke, waamini Yesu Kristo, nina haja gani ya kuungana na hawa watu? Mimi ninachokuhubiria ni watu waokoke, wamwamini Yesu, waendelee kufanya kazi katika jamii, waingize kipato cha taifa, huku wakiendelea kumwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wao. Hata leo au kesho atakapokufa, Yesu awafufue, au Yesu akija wakati bado wako hai, wapate uzima milele katika unyakuo wa uzima. Ndio lengo. Watu wamwamini Yesu Kristo. Watu waokoke, watu wawe safi, watu wasifanye uzinzi, watu wasinywe pombe, watu wasiue, watu wasirogane, watu wasimwage damu. Katika Yesu Kristo hivyo vitu vyote haviruhusiwi na vimesemwa ni dhambi. Vimesemwa waziwazi kabisa kwamba ni dhambi. Lengo langu lilikuwa ni hilo. Kwa hiyo tuangalie, je, ni halali watu kuungana? Hii sehemu ya 10. Kwa nini nijitenga na makanisa? Na huu muungano una madhara gani, na huu muungano una faida gani? Lazima tuangalie hapa. Haya, tukiangalia, tuanzie kitabu cha Danieli. Lazima tuanzie kitabu cha Danieli 7. Ukisoma kuhusu kanisa Katoliki, Roman Catholic, katika Danieli 7:23. Tunataka mimi huu nabii nimeusoma waziwazi, umenena kanisa Katoliki. Alafu na wewe sasa unaniambia haya maandiko yananena kuhusu nani? Katika Danieli 7:23 inasema, akanena hivi, huyo mnyama wa 4 utakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Naye atawashusha wafalme 3. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Atanena maneno yake kinyume chake aliye juu. Naye atawazoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 na wakati. Mstari wa 26. Lakini hukumu itawekwa, nao watamuondolea mamlaka yake na kuipoteza na kuiangamiza hata milele. Na ufalume na mamlaka na utukufu wa ufalme chini ya mbingu zote
watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Ukirudi kwenye hii hapa 22, 25, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 na wakati. Tukija kuangalia hapa, tunatumia kalenda ya nani? Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Tunatumia kalenda la nani? Kalenda tunayotumia dunia nzima tunatumia kalenda ya Rumi. Masaa tunatumia masaa ya Rumi. Lakini imesema atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atanena maneno yake kinyume chake aliye juu. Na ndio maana ukija kuangalia mafundisho mengi yanayofundishwa kwenye haya mapokeo hayajaamuriwa kutoka mbinguni, hayajaamuriwa kutoka kwenye maandiko matakatifu. Yametungwa na watu wenyewe. Sasa kama maandiko yanasema watauliwa, watakufa na mamlaka watapewa watu wake aliye juu aliowanyanyasa. Walionyanyaswa ni wale waliokubali kujiunga naye, ni wale waliokataa kujiunga naye. Uhuru wa kuabudu sio ule kama Tanzania tuna uhuru wa kuabudu kuliko nchi yoyote Tanzania duniani. Mtu yote na dini yake na abudu anachokiabudu yeye. Na Tanzania tuna sera ile, ukiweza kumhubiria mtu akakubali dini yako, huru wewe nenda. Lakini kwa nini sisi tunaomhubiri Kristo Yesu nje ya dini na tukaongea kile kitu ambacho dini fulani inakifanya ambao Biblia imesema ni dhambi, tunaonekana ni wabaya? Lengo la Biblia sio mtu kutumia Biblia kwenda kwenye njia zake mwenyewe anazozijua yeye. Lengo la Biblia ni kuendelea na Biblia inavyotaka watu waenende nayo. Haya, tuendelee. Ukija kwenye 9 inamlenga moja kwa moja nani? Utawala wa Rumi. Japokuwa na Waislamu nao wana kalenda yao na inaitwa Hijiria, nao inawezekana watakuwa huko kwenye huu mkumbo. Maana hatuwezi kusema kwamba eti dini ya kweli ni dini fulani. No, hiyo dini fulani lazima Mungu awe amesimama upande wao, lazima Mungu aonyeshe kitu. Lazima huyo Mungu aonyeshe power ya uweza wake na watu wanaomwabudu. Na ndio maana kwenye kile kipindi cha Elia, wale wote kama kipindi cha Elia kilikuwa kama kipindi cha sasa tulichonacho leo. Kulikuwa dini nyingi na miungu mingi. Elia akasema hao watu mnaoabudu sio Mungu wa kweli. Ili tuonyeshe ni Mungu wa kweli, kipindi hicho sadaka ilikuwa inatolewa ni damu na maji na vitu vingine. Tufanye hiyo sadaka ya takatifu ya Mungu anayoipenda, halafu huyo Mungu aje achukue hii sadaka. Kama Mungu wako atakayechukua sadaka, huyo ndio Mungu wa kweli. Kama huyo Mungu hajachukua sadaka, wewe vizazi vyako vitatu vitaangamizwa. Wakafanya kile kitu. Wale miungu wengine hawakuchukua ile sadaka. Wale miungu wengine walikuwa wanaishiwa kusifu tu. Huyu ndio Mungu wa kweli. Huyu ndio Mungu wa kweli. Hiyo Mungu wa Elia baada ya kufanya kile kitu akaonekana yeye ndio wa kweli. Elia akamwambia huyo ndio Mungu wa kweli na watu wamfuate. Wale wengine wote na vizazi vyao vyote walikufa. Hawakuweza kukaa pamoja kwamba tukubaliane kwamba tushirikiane sisi na miungu yote. No. Ijapokuwa Yesu alikuja, hakuja kuleta vita katika imani yake. Yesu hakuja kuleta watu wauane kwenye imani yake. Yesu hakuja kusema kwamba ukimpinga Yesu Kristo uliwe. Hapana. Yesu hakusema kwamba ukimkataa Yesu utukanwe. Hapana. Yesu akasema atamlipa kila mtu kwa matendo yake siku ya mwisho. Kwa mamlaka yale ya kumwanadamu kujichukulia sheria mkononi aliyafuta Yesu Kristo. Hayapo mpaka sasa katika Yesu Kristo. Katika Yesu Kristo sasa hivi tunafanya matendo mema, tukifanya matendo mabaya atatuhukumu siku ya mwisho Yesu atakapokuja katika ufalme wake, katika kutawala sasa ulimwengu wote katika mamlaka yake yeye mwenyewe. Kwa hakuna mwanadamu mwenye mamlaka ya kumhukumu mwanadamu mwenzake. Hakuna mwanadamu mwenye mamlaka ya kumwaga damu ya mwanadamu mwenzake kwa kisa Mungu. Kuku ni wako mwenyewe. Kwa nini umshikie manati? Kwa nini umshikie manati kuku wako mwenyewe? Kama wewe umeumbwa na Mungu, kwa nini wewe uchukue mamlaka kuniua mimi wakati Mungu mwenyewe ndiye alikuwa afanye hicho kitu? Hakuna hicho kitu. Hapangiwi. Yeye mwenyewe anajua mawazo ya mwanadamu ni yapi. Tuangalie 9. Danieli 9. Danieli 9 kuhusu unabii, muungano wa makanisa. Haya.
Danieli 9:25 inasema, Danieli 9:25, Danieli 9:25 inasema, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia zake kuu na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Kwa hiyo katika hii miaka ya 70 niliyosema huu nabii majuma 7, hii miaka ya 70, mwaka wa 1070, Israeli alipojiunga tena akaja kutengeneza Yerusalemu yake na kutengeneza mahandaki, haya maandiko yalitimia. Na yapo wametengeneza ukuta, wakatengeneza mahandaki ya chini. Tunaona hicho kitu kimetendeka. Ni unabii wa kweli na kipo. 26. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakataliwa mbali, naye atakuwa hana kitu na watu wa mkuu atakayekuja. Watauangamiza mji na patakatifu, mwisho wake utakuwa pamoja na galika, na hata mwisho ule vita vitakuwepo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye umeona, kwa hiyo Masihi atakataliwa, naye tafutwa hapa ni Kristo kukataliwa. Hatakiwa ahubiriwe Kristo. Na ndio maana ukikutana watu wakikutana kwambia Mungu ni mwema, Mungu ni mkuu, Mungu ni mkuu. Hicho ndio shetani anachokifurahia nacho. Wakati Yesu alisema mkitaka kumwomba Baba ombeni kwa jina langu. Mkitaka kushukuru shukuruni kwa jina langu. Ombeni lolote mtapata, tafuteni nanyi mtaona. Ombeni kwa jina langu katika Luka 10:17 mpaka 22. Yohana 14:13 mpaka 16. Yohana 15:1 mpaka 8. Yohana 16 kuanzia 20. Wakolosai 3:16 mpaka 22. Efeso 5:19 mpaka 21. Petro wa kwanza 4:16 mpaka 19. Ombeni kwa jina la Yesu, ombeni kwa jina la Yesu kila kitu. Haya ndio madhara haya ya kumkataa Kristo, na ndio tumefikia hiki kiwango tulichofikia sasa hivi cha vita na kila kitu. Unabii ulishatabiriwa, lazima yatimie. Haya, baada ya kumkataa Masihi 27 inasema, naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa majuma 1, na kwa nusu ya juma hiyo ataukomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Na hivyo hata ukomo ghadhabu uliokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Kwa huyu jamaa anayekuja atafanya thabiti na watu wote, atafanya maagano, atawaunganisha watu wote kama tunaabudu kitu kimoja. Kama tunaabudu kitu kimoja, Muislamu ana kanuni zake katika dini yake na ana misingi yake ambayo haingiliani na dini yoyote, haingiliani na Mabuza, haingiliani na Walutherano, haingiliani na Wakatoliki, haingiliani na Wapentekoste, haingiliani na Wahindi. Misingi yake. Wakristo na misingi yao ambayo mke ni mmoja, huruhusiwi kuwa zaidi ya moja. Yaani huruhusiwi kumwamini mwingine nje ya Yesu Kristo. Misingi ni tofauti. Hupigani jihadi, huchinji, ile ibada ya kuchinja haipo tena. Haumwagi damu kwa ajili ya mnyama kwa ajili ya kutoa sadaka, haipo. Sasa kama hivyo vyote vinafanyika vitu vya mila, unawezaje tena kushirikiana nao? Yule na dini yake na misingi yake. Wewe una dini yako na misingi yako. Huyu ana dini yako na misingi yako. Mimi katika Yesu Kristo siamini kitu chochote nje ya Yesu Kristo. Nawezaje kushirikiana na huyo mtu? Wewe nihubirie mimi, nikinipendeza dini yako nitakuja. Kama itakuwa ina nguvu kuliko Yesu Kristo, nitakuja. Lakini sio kwamba unachokiabudu wewe na mimi ni sawa. No, mafundisho tofauti, hata vitabu vyenyewe vinajieleza. Huyu anayesema vitabu vinafanana, huyo mtu ni mnafiki. Avisome hapo, soma kuanzia kitabu cha kwanza inasema sisi ni wana wa Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu. Vitabu vingine vinasema sio mwana wa Mungu. Vinaingiliana vipi hapo wakati vinapingana? Tuwe wa kweli. Haya. Tuangalie andiko lingine hapa kwenye Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa pili 2:1. Ngoja tuandae hapa, maana muda umeenda. Tuandae hapa sehemu ya pili katika hii sehemu ya 7. Sehemu ya 10. Hii sehemu ya 10 tuandae sehemu ya pili. Asanteni. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa wachungaji, wainjilisti na maaskofu. Subscribe, like, comment, share. Usiache kufuatilia channel vipindi vyangu vingine katika YouTube. Acha Biblia Iseme TV. Acha Biblia Iseme TV.
Facebook Joseph Yobegwa. Jifunze mengi, yatakusaidia. Soma Biblia sana, Agano Jipya, soma sana. Ujue wakati uliokuepo sasa na wakati unaokuja sasa. Katika Yesu Kristo atakutia nguvu, Yesu atakusaidia. Omba kwa jina la Yesu. Shukuru kwa jina la Yesu. Kila kitu unachofanya utukufu mpe Kristo. Atafanya njia na uwe mtakatifu mwili na roho. Kila wakati, kila kuitwapo leo. Usiache kuwa msafi, usiache kuwa mtakatifu mwili na roho. Utakatifu ndio jambo la kwanza, huruma, rehema, kusaidia wahitaji. Hiyo ndio jambo muhimu katika maisha yako. Asanteni.